Kwa hiyo mtu anapopata mshtuko wa moyo kwa bahati mbaya, jambo bora kabisa ni kuzuia ili usifikie hali hiyo. Lakini kama tayari umeshapata, tafadhali nenda hospitali iliyo karibu nawe upate kufanyiwa EKG na echo. Na matibabu yakifanyika ndani ya saa moja ya kwanza, uharibifu wa moyo unaweza kuzuiwa kabisa. Hii ni kwa sababu damu inapozuiwa kufika kwenye moyo, kadri moyo unavyokaa bila damu kwa muda mrefu, misuli ya moyo, myocardium, inapata madhara. Kama unaweza kufika kwa daktari au hospitali iliyo karibu ndani ya saa moja ya kwanza na kufungua mshipa wa damu kwa njia yoyote ile, iwe kwa dawa au kwa kufanya PT ya msingi, basi misuli ya moyo inaweza kuokolewa. Ndiyo maana tunaita saa hii ya kwanza kuwa ni saa ya dhahabu. Na ukifika ndani ya saa moja ya kwanza, kuna uwezekano mkubwa uharibifu mwingi wa moyo unaweza kuzuiwa. Kwa upande mwingine, ukifikiri ni gesi, ukajisahau, usiende hospitalini kwa wakati, basi kadri unavyochelewa zaidi, uharibifu wa moyo unaongezeka. Ukienda baada ya saa 6 hadi 12, haijalishi utafanya nini, misuli ya moyo itakuwa imeharibika na haitarudi kuwa kawaida. Ndiyo maana tunapaswa kuwa makini kila wakati kwenye huduma ya kwanza, kama vile dawa kama aspirini, clopidogrel au ticagrelor siku hizi zinapaswa kuchukuliwa pamoja na statin. Nenda mahali karibu, na kama kuna sehemu kama Apollo ambapo kuna vifaa vya msingi vya PT, tunachukua katheta moja kwa moja kuondoa damu iliyoganda na kufanya mzunguko wa damu kwenye mshipa wako urudi kawaida na kuzuia uharibifu wa moyo. Kama huduma hiyo haipo, Tenecteplase ni dawa nyingine ambayo inaweza kutolewa hata kwenye kliniki ndogo na inatolewa salama kama sindano ya mishipa IV. Inaweza kufungua mishipa ya damu ya moyo kwa 80% na bado kuzuia uharibifu kutokea kwenye moyo. Hivyo tafadhali fahamu kuhusu dhana hii ya saa ya dhahabu, na kila unapopata maumivu ya kifua usichelewe sana. Nenda hospitali iliyo karibu nawe na jaribu kupata matibabu ndani ya saa moja ili kuzuia uharibifu wa moyo kutokea kwa muda mrefu baadaye. Kwa hiyo ukifuata hili, basi huenda bado utaweza kuishi maisha ya kawaida ikiwa moyo haujaharibika hata baada ya mshtuko wa moyo. Hivyo uelewa huu wa saa ya dhahabu ni muhimu sana.